Hayawi sasa yamekuwa katika kombe la TFF. Tumefikia katika hatua ya robo finali, kwa maana timu 8 tayari zimeshafuzu katika hiyo hatua. Tunakwenda kuangazia ni hatua muhimu ambayo, je, wale wa msimu uliopita waliofika katika maeneo mazuri msimu huu wana hiyo nafasi ama wataishia njiani? Langu jina ni Leopard John, niko hapa na Shabil Daniel na hii ni The Golden Boot. Shabil, tumeshuhudia mechi za hatua ya 16 bora na sasa wazi timu 8 ambazo zimetinga katika hatua ya robo finali zimekwisha julikana. Tuanzie hapo. Tutegemee robo finali ya aina gani kwa msimu huu wa kombe la TFF? Nafikiri tutegemee ushindani ule ule ambao umekuwepo kwa miaka hivi karibuni, kwa sababu mpaka sasa hivi tunapoelekea katika hatua ya robo finali, timu 4 ambazo zilicheza nusu finali ya msimu uliopita zote bado zipo kwenye haya mashindano. Na mfano timu kama Shujaa hawakufika kwenye hatua kama hii. Timu kama Coast walitolewa nafikiri mwanzoni kabisa mechi za raundi ya kwanza msimu uliomalizika, kwa wamejitutumua nao kuwepo katika hatua kama hii. Azam the same pia waliondolewa dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo nao pia unaweza kuona ongezeko lao katika hatua hii ya robo finali. Tunakwenda yani wameongeza ubora na ushindani kwa wale ambao walifika mpaka kwenye hatua ya 4 bora msimu uliomalizika. Kwa hiyo kinachoongezeka katika msimu huu wa robo finali 2025-26 ni ubora wa timu ambazo msimu uliopita nyingi ziliishia njiani, lakini chache zikaenda, lakini hazikuonyesha ule upinzani na ubora ambao wengi watu wanatarajia kwenye mashindano ya vikombe kama haya. Sabel, tuanze kuzungumzia Simba ambao kwa miaka 4 ameonekana sio mpinzani ambaye kwenye haya mashindano amekuwa bora, kwa maana amekaa na ukame wa muda mrefu pasipo kuchukua kombe. Kwa msimu huu ukimwangalia Simba kuanzia kwenye safari yake, unaiona ni Simba aina gani na level yao ya kiuchezaji wanaweza wakafika wapi, katika sehemu gani haswa? Kwa bahati mbaya sana Simba ni watu ambao wamekuwa hawatabiriki. Yaani ni ngumu sana kuwatabiri Simba ni wapi watakapoishia, kwa sababu wao wenyewe kuna muda huwa wanajipotezea malengo, wanajipotezea focus kwa vitu vingi ambavyo vipo nje ya uwanja. Kwa hiyo sijajua watafika wapi kwenye kombe hili, lakini historia haiwapi nafasi. Kwa miaka 4 hii iliyopita historia haiwapi nafasi, kwa sababu kila wanapozisogelea hatua kubwa kama hizi, basi kuna vitu vinatokea nyuma ya pazia vinakwenda kuwavuruga na na kwenda kuwafanya washindwe kuperform katika mechi muhimu kama hizi. Kuonyesha kwa mfano misimu 2 iliyopita. Sio walikuja Kigoma kucheza na Mashujaa. Kwa ni mchezo sio wa robo finali tena, ule sio ni hatua ipi? 16 bora. 16 bora. Walikuja wakiwa na migogoro nyuma. Timu ilikuja na kiongozi mkuu, nafikiri kwa ni msemaji wa timu. Hakuna viongozi wa maana walikuja na timu kwa sababu ya migogoro ya hapa na pale, sio fedha, madai. Msimu uliopita pia walipotolewa na Singida, kulikuwa kuna hizo changamoto pia. Wachezaji nasikia wanadai fedha zao za bonus kwenye finali ile ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo wakapoteza kwa aibu magoli 3-1. Kwa hiyo hatujajua tena msimu huu ni nini ambacho kitatokea katika michezo hii ya mtoano ambacho kinaweza kikawafanya pia washindwe kwenda hatua inayofuatia. Kwa hiyo mimi Simba sioni sana kama timu ambayo mimi naweza nikaipa nafasi kwenye mashindano haya, kwa sababu ya kujichanganya wao kwa wao pindi hatua hii ya mashindano inapofikia sasa katika nyakati muhimu kama hizi. Kwa hiyo wakisota out hilo, wasipokuwa na migogoro mingi nje ya uwanja, basi wanaweza wakafika mbali, lakini hii migogoro ikiibuka watatolewa hata robo wakashindwa kuvuka. Sawa, tuiangazie na Young Africans ambao wao mpaka hivi sasa tayari wameshafunga magoli 10 kwenye haya mashindano. Ukiangalia kwenye mechi zao 3 ambazo wamecheza, ni kitu gani ambacho Young Africans wanaweza wakakirejea? Kumbuka kwamba wao ndio mabingwa watetezi wa haya mashindano. Nafikiri Yanga kuna muda tu anacheza kibingwa. Na unajua hii ni michezo ya knockout. Kwa hiyo ni michezo ambayo hauhitaji muda mwingine kumfurahisha sana mtu. Kinachomfurahisha mtu ni matokeo. Pata matokeo na kwenda hatua nyingine. Pata matokeo na kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo mechi za knockout sio mechi za kumfurahisha mtu. Nashangaa watu wanavyolalamika sio timu, lakini mwisho wa siku timu imeenda kwenye hatua inayofuatia, ndio kikubwa. Na kwa Young Africans wanajua namna ya kuzicheza hizi mechi. Kwa hiyo wana nafasi ya kusogea mbali zaidi.
Sawa, tuiangazie Mashujaa Football Club ambayo iko chini ya mwalimu Jamhuri Kiweru Julio. Amekuwa ni kocha ambaye ameivaa ile falsafa ya Mashujaa yenyewe, kwa maana ukiwasikiliza wenyewe Mashujaa wakiwa wanazungumza wanadai kwamba huu ndio msimu wao wa kufika walau fainali. Tuiangazie Mashujaa Football Club na hasa upande wa kocha wao Jamhuri Kiweru. Ni kocha wa aina gani? Tunafahamu ubora wake, na kwenye hili tutegemea Mashujaa kuiona wapi msimu huu? Unasema Mashujaa? Mashujaa bingwa anamfikiria ubingwa wa mashindano. Safi. Ni malengo mazuri. Malengo mazuri kwa sababu inaonyesha namna timu ambavyo ina hizo ambition. Lakini je, kweli Mashujaa na sura hiyo ya kufika fainali? Kama mwendo wao tu kwenye ligi ni wa kusuasua, watakuwa na bahati hiyo ya kucheza mechi nyingi bila kufunga magoli, na wao watakuwa na bahati ya kucheza mechi nyingi bila kuruhusu magoli, kwa sababu tunapokwenda ndo tunakwenda kuipata ile cream ya haya mashindano. Kwenye kombe la FA zimebakia timu 8, si ndio? Angalia quality. Ukimtoa Coast, na mimi binafsi ukimtoa Coast ndo namuona kama vile hana quality kubwa sana kwa timu zilizosalia. Lakini the rest ni timu zenye wachezaji wazuri sana ambao wanaweza kaisumbua Mashujaa. Yaani ni Coast na Mashujaa ambao naona hawana quality kubwa sana kulinganisha na wapinzani wengine. Kwa hiyo pia ili kufika mbali kwenye haya mashindano bwana Leopard, unahitaji pia kuwa na bahati ukutane na draw rafiki. Sana ikatokea robo finali ana most Yanga. Na wao ndo wanamtaka kwa mujibu wa coach na afisa habari wa Mashujaa wamesema wanataka Young Africans au Simba wenye hatua ya robo finali. Wanamtaka ili wanamtaka ili wamuoneshe wana advantage kwa katika uwanja wa nyumbani sehemu Tanganyika, ili wamuondoe kwenye mashindano. Mashujaa wamuondoe Yanga. Hauwezi kufika finali kama hujawatoa wapinzani wakubwa wenyewe wanavyozungumza. Sio mimi, nimenukuu kile ambacho amekizungumza. Kwa hiyo wao wanataka ubingwa huku pia akiwa amemfuta. Wanataka wamvue ubingwa Yanga. Kwa hiyo ndo malengo yao wao kama Mashujaa Football Club. Kila laheri. Sawa. Hayo ni kuelekea katika hatua ya robo finali ya mashindano ya kombe la TFF, kama watu wengi wamekuwa wanafahamu kwamba CRDB Confederations Cup ambayo ametinga katika hatua ya robo finali, na timu 8 tayari zimeshakaa hapo ambazo ni Young Africans, Simba, Azam FC, Singida Black Stars, Coastal Union, Mashujaa Football Club, JKT Tanzania, lakini na zingine nyingi ambazo zimekuwa 8 katika hayo mashindano. Hadi wakati mwingine, kwa heri.